Naam, karibu tena mtazamaji. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amezindua mashambulizi mapya dhidi ya Rais William Ruto akimtuhumu kwa kuingilia mambo ya kifamilia. Anamtaka kiongozi huyo wa taifa kujikita katika masuala ya taifa badala ya mambo anayotaja kuwa ya kibinafsi na yasiyokuwa ya muhimu. Haman Kamariki ana taarifa kamili. Akizungumza wakati wa ziara yake kule Kirinyaga, aliyekuwa naibu rais Rigathi Geoffrey Gachagua alieleza kuchoshwa na kile alichokitaja kuwa ni kuingiliwa mara kwa mara kwa maisha yake ya kibinafsi na Rais William Ruto. Analia kama panya imeshikwa na mtego. Amechanganyikiwa. Amesahau mambo ya Kenya. Anaongea mambo ya familia. Anaingilia familia ya Gachagua. Haya yanajiri kufuatia madai kwamba Gachagua aliingilia wosia wa ndugu yake katika mzozo unaoendelea wa urithi. Madai ambayo sasa anayahusisha na mashambulizi ya kisiasa. Wewe hapana chief, hapana mzee ya mtaa, hapana wa familia ya Gachagua. Wewe uko na familia yenu ya Kalenjin. Kwenda ongea mambo ya familia yenu, hapana ingilia familia ya hapa mlimani. Badala yake, Gachagua amemkosoa Rais William Ruto na kumtaka aweke kipaumbele masuala ya kuimarisha uchumi wa nchi na pia ajikite katika kutoa uongozi bora. Wakati huo, kiongozi huyo wa DCP anasisitiza kuwa uhusiano kati ya wakazi wa Mlima Kenya na rais bado una masharti. Amesahau mambo ya masomo, amesahau mambo ya matibabu, amesahau mambo ya deni, anaanza kuingilia maneno ya family. Ati anasema ati kuna kiongozi ati ng'ombe yake iliuawa na kupe. Hiyo ni ujinga, ni utoto kwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Awali Gachagua aliwataka wakazi wa Mlima Kenya kutompigia kelele Rais William Ruto wakati wa ziara yake katika eneo hilo kuanzia Jumanne. Watu wetu wa mlima wameshika laini. Wamesema Kasongo asikizwe ndio atoe kitu watu wakule. Si ndio? Lakini wasaliti wasipewe nafasi kusema chochote. Haman Kamariki, KTN. Matokeo ya awali ya uchunguzi wa ajali ya ndege iliyokatiza maisha